Leo tunalo neno katika jamii limeenea, mwanamke akiachwa talaka 3 kwa pamoja ni moja. Talaka 3 kwa pamoja ni moja, na kuna wake za watu wengi wameachwa hivyo. Tuna watu leo katika jamii zetu walioa na wakaoana kupitia katika hizi zimemanabi vibla, maimamu na mashekhe zetu waliwaozesha, wakaishi katika ndoa miaka na miezi walioishi, lakini baada ya muda ile ndoa imekufa kwa namna ambayo wewe mwenyewe uliofundisha ujui imekufaje. Yule mwanamke anakuja kuolewa na mtu mwingine, ukifuatilia imekufaje ndoa iliyopita mpaka leo anakuja kuolewa ndoa ya pili. Ndoa nyingi hazikufa, bali wanawake waliolewa ilhali wana ndoa zao za mwanzo. Yaani kifupi, tunao wanawake wengi leo wameolewa ndoa za pili kabla ya ndoa ya mwanzo haijafa. Tukitaka kuoana tunakuja misikitini kwa mashekhe na maimamu na tunawafuata watusimamie ndoa zetu, lakini tukiingia katika migogoro na matatizo, wapi tunakwenda kuzitatua ndoa zetu? Mitandaoni, katika vijiwe vya kahawa, katika maskani. Unakwenda katika maskani, unaelezea matatizo yako na mkeo, anatokea mwamba mmoja anakuambia hiyo ndoa ishakufa hapo. Mwaka mmoja hajakupa haki yako ya ndoa, hamna mke hapo, na wewe unatoka pale kwamba kweli hakuna mke. Anaolewa mwanadada na mumewe, wanaishi katika ndoa, yakutokea mwanamume akaondoka, iwe kwa kuaga au kwa kutoroka kwa namna yoyote, au yupo katika mji huo au yupo katika nchi hiyo, lakini amekaa mwaka mzima hajawahi kupeleka huduma kwa yule mwanamke. Mwanamke anakwenda katika vikoba huko na vijiwe vyao na wanawake wenzake, anakwenda kusimulia, mwenzenu huu mwaka sasa mume wangu hanihudumii chochote. Mwenzio anamwambia kuna ndoa hapo, nafikiri ndoa ishakufa hiyo, naye analishika kwamba ndoa imefanyaje, imekufa. Anamtafuta shekhe mwingine, anakwenda kumwozesha, na anajua kwamba akirudi kwa yule wa mwanzo atakayemhoji, pengine anaweza ikawa ni sababu ya kutoivunja ile ndoa. Yaani wameamini kwamba mtu akiolewa ndio yupo katika jela, hawezi akatoka katika jela hiyo. Lakini zile hukumu ambazo tunapeana mitaani kwamba ukikaa mwaka mmoja hujahudumiwa, umekaa miezi 6 hujahudumiwa, miaka 2 mitatu haujahudumiwa na mumeo, ndoa ishakufa, tafuta mtu mwingine akuoe. Wallahi hapa kina mama wengi mnaolewa ndoa za pili kabla ndoa zenu za mwanzo hazijafa. Tafsiri yake nyinyi ni wazinifu, mnakwenda kuzini ilhali ni wake za watu. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ametuwezesha kwa mara nyingine tena kukutana katika viwanja vilivyokuwa vitukufu na vilivyokuwa bora, kutekeleza na kufanya yale ambayo ametutaka tuyafanye, lakini pamoja na kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio tegemeo letu fi dunia wal akhirah. Nichukue fursa hii adhimu kuwahusieni waja wa Allah pamoja na kujihusia nafsi yangu, tumcheni sana Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Ni jukumu letu na ni wajibu wetu na ni haki yetu, na ndio kitu pekee ambacho kitatulindia mazuri tunayoyafanya yabaki katika ubora na uzuri huu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili yakatunufaishe kesho. Ni kuhakikisha kila tunalolifanya ndani yake kuna takwa ya kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika Ijumaa ya mwisho ya mwaka 1447 Hijiria. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika wale ambao wanaumaliza mwaka kwa kuupatia faida na wanaumaliza mwaka kwa kusamehewa yale ambayo waliteleza kwa ubinadamu wao. Lakini tujalie miongoni mwa wale ambao tuipate fursa nyingine tena ya kuingia katika mwaka mpya tukiwa na nguvu kubwa zaidi ya kuendelea kuyafanya mazuri aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanjari na kuyaepuka mabaya aliyotukataza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujio wa Bwana Mtume Muhammad katika ulimwengu na kuja kuifanya kazi aliyotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulikuwa ni ujio wa kubadilisha ulimwengu na walimwengu katika mifumo ya maisha waliokuwa nayo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alikuja kuukomboa ulimwengu, kuutoa katika kiza na kuweka katika nuru na daraja ambayo Mwenyezi Mungu ndio anataka ulimwengu ukae hapo. Lakini pia kumkomboa mwanadamu maisha yake kwa ujumla, akizingatia katika hayo maisha mwanadamu iko nafasi ni yake mwenyewe ya heshima yake na thamani yake katika ulimwengu, na iko nafasi pia ya heshima yake na thamani yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo pale akatuletea sheria kupitia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatuletea kanuni na taratibu zinazohusisha mfumo sahihi wa maisha ya mwanadamu, mfumo ambao endapo ataufuata itakuwa heshima yake na thamani yake imekaa mahala stahiki, kama ambavyo Mwenyezi Mungu alimtukuza mwanadamu. Lakini pia heshima ambayo au sheria ambayo itatengeneza na kuirudisha heshima ya mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yathibitisha maneno haya kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad ile siku aliyowaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, baada ya kuwafundisha sheria nyingi kuhusu maisha yao, aliwaambia innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, kwamba kwa hatua tuliofikia halali ziko wazi. Maelekezo alionipa Mola wangu ni alete kwenu, nimeyafikisha, yamebainisha halali ni nini mnayotakiwa kuifuata, lakini pia yamebainisha haramu ni kitu gani mnachotakiwa kukiacha na kukaa nacho mbali. Wa bainahuma umurun mushtabihat, ijapokuwa kati ya halali na haramu yako mambo yanaweza yakawatatizeni, yakawachanganya, msijue kwamba hili ni la halali ama ni la haramu. Lakini hakutuacha hapo, akatuelekeza na namna ya kuishi nayo yanapokuja mambo kama hayo, kwamba famanittaqa shubahati, yeyote yule ambaye ameiogopa shubha akakaa nayo mbali, faqad istabara lidinihi wa irdihi, huyo atakuwa ameitakasa na kuisafisha heshima yake ulimwenguni, lakini pia heshima ya dini yake, kwa maana heshima yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini waman waqa'a fi shubahati waqa'a fi haram, atakaingia katika shubha, huyo moja kwa moja amejiingiza katika haram. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao wanazifuata halali kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaziacha haramu kwa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wanakaa mbali na shubha kwa ajili ya kulinda heshima zao ulimwenguni na heshima ya dini zao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamaliza mwaka, moja ya maeneo muhimu ya kwenda kuyatazama heshima yako kijamii ipo, lakini moja ya maeneo muhimu unayopaswa kwenda kuyatazama heshima ya dini yako kupitia wewe pia ikoje mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya jamii yako. Mmoja katika watu wa kilimwengu alipata kusema, usikae ukatazama na kuangalia wewe umefanyiwa nini na hicho unachokiona mbele yako. Kwa mfano, usikae ukajiuliza kwamba dini imenifanyia nini mimi. Jiulize kwanza wewe umelifanyia nini jambo la dini katika maisha. Usikae ukajiuliza kwamba nchi yangu imenifanyia nini mimi. Jiulize kwanza wewe umeifanyia nini nchi yako. Nafasi ya kwanza ni wewe kutazama kipi ulichokifanya kwa ajili ya kile kilichokuwa mbele yako. Nafasi ya pili ndio uangalie kipi kilichofanywa na kile kilichokuwa mbele na jamii yako. Heshima yako na heshima ya dini ndio ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutukuza na kuyaishi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao kila wakiishi, kila sekunde, kila dakika wanazitazama heshima zao kijamii kwa kufuata maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wanazifuata heshima zao katika upande wa dini kwa kufuata maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وصلى وسلم على حبيبه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا إخوة الأعزاء، مرة أخرى أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Niwausieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo sahihi cha maisha yetu, lakini kama ambavyo tumesema, ujio wake alikuja kurudisha ulimwengu katika hadhi yake na nafasi yake, na kumrudisha mwanadamu katika hadhi aliyoumbiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati mtume anakuja katika ulimwengu kuifanya kazi aliyotumwa na Allah, aliukuta ulimwengu umetapakazwa mambo yanayoonyesha kuvunjwa heshima mwanadamu, lakini alikuta ulimwengu umetapakazwa mambo ambayo yanayoonyesha ndiyo chanzo cha kuvunjwa uchumi katika jamii, uchumi ambao kama utasimama imara ndiyo thamani ya mwanadamu. Miongoni mwa maeneo anayotumia ni hayo. Katika wiki iliyopita tulizungumzia sana masala ya kuhusiana na ndoa. Moja ya maeneo muhimu ya kutengeneza uchumi wetu ni ndoa. Litazame hili wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akija katika ulimwengu, alikuta ulimwengu unayo maisha ambayo wao wanayatafsiri ni ndoa, lakini ni ndoa ambazo hazikuwa na heshima wala thamani ya mwanadamu, na wala hazikuwa na hakika ya ndoa ndani yake, na wala hazikuwa ndiyo chanzo cha kuboresha uchumi, bali zilikuwa ndiyo sababu ya kuharibiwa uchumi na kufa uchumi katika jamii. Mathalan, alikuta ndoa inayoitwa nikahu rahti, ndoa ya kikundi. Hii ni moja ya aina ya ndoa ambazo kwa jamii yao ilizihesabu ni ndoa, lakini kwa yule aliyemuumba mwanadamu na kumtengenezea mfumo wa maisha, ambaye alimuita mwanadamu ni kiumbe mheshimiwa, haikuwa ni ndoa inayotengeneza heshima na thamani ya mwanadamu, wala haikuwa ndoa inayotengeneza uchumi wa mwanadamu, bali ilikuwa ni ndoa ya kuharibu heshima na thamani ya mwanadamu, na ilikuwa ni ndoa ya kuondosha hata vile vyanzo vilivyobarikiwa vya kiuchumi katika jamii. Ilikuwa ni ndoa gani? Ilikuwa katika mtaa, ndani ya mtaa mmoja pakitokea amezaliwa mtoto wa kike mmoja, wawili, watatu, wataachwa wale kukua kwao mpaka wakafikia umri wa kuvunja ungo. Binti aliyevunja ungo, kama yuko mmoja ama wawili ama watatu, ukafikia umri ambao kwamba wao wanaona huyu sasa anaweza kwenda kuishi na mume ili aolewe, ilikuwa wanakusanyika vijana wa mtaani, mabarobaro, na wanaambiana kwamba nyumba fulani binti fulani tayari amefikia umri wa kutaka kuolewa, tufanye utaratibu wetu na ada yetu. Kama ambavyo leo tunaona katika familia mbalimbali, koo mbalimbali, ukienda kutaka kuoa kuna taratibu zao na mila na desturi zao. Wao moja ya utaratibu wao ilikuwa wale vijana wakikusanyika, kama wako 5, 6, 10, 12, wanakwenda kuivamia nyumba ya yule binti anayetakiwa kuolewa, umri wake ushafikiwa kuolewa. Wanaivamia, wanamchukua yule binti, kisha wanakwenda kufanya naye tendo la ndoa kwa pamoja. Manake anaanza huyu, akimaliza anafuatia huyu, anamaliza anafuatia huyu, mpaka wanamalizika wale vijana, kila mmoja kwa tani yake, kiasi ambacho mpaka ahakikishe amekidhi haja yake ya kumwaga mbegu za uzazi wake katika mfuko wa uzazi wa yule mwanamke. Kisha patatazamwa baada ya muda, mwezi mmoja, miezi miwili, kwamba lile ingilio ambalo lilifanywa na vijana wale, je, limetengeneza tija, faida?
kwa maana limesababisha kupatikana ujauzito kwa yule binti. Ikiwa limesababisha kupatikana ujauzito kwa yule binti, wanamsubiri mpaka yule binti atakapoizaa ile mimba. La kama halikusababisha kupatikana ujauzito kwa yule binti na muda umepita, wanakusanyika tena kwa mara nyingine, wanavizia tena siku, wanaingia katika ile nyumba, wanamchukua tena, wanafanya tena kama walivyofanya mpaka wahakikishe yule binti amepata ujauzito. Akipata ujauzito anasubiriwa mpaka kuzaa kwake. Akishazaa wanakwenda kumwangalia yule mtoto aliyezaliwa amefanana na nani katika wale waliokuja kumfanyia kile kitendo huyu binti. Yoyote ambaye sura yake itakuwa ndio imefanana na yule mtoto, huyo ndio baba anayetakiwa kumwoa huyo mwanamke. Zilikuwa kwa hizo ndoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizikuta. Ukitazama kwa jamii yao ilikuwa ni ndoa, lakini kwa heshima ya mwanadamu alioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni tukio la udhalili, kuvunjwa heshima ya mwanadamu. Ilikuwa ni zinaa ambayo tulipoisoma katika wiki iliyopita kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndio asili ya kuharibika uchumi katika jamii. Nitaje hiyo moja, inatosha kutokana na muda tuliokuwa nao. Hebu itazame hii ndoa kwa heshima mwanadamu. Uislamu ulipokuja kuifuta ndoa kama hii na nyinginezo, ilizingatia heshima na thamani ya mwanadamu katika jamii yake, lakini pia heshima na thamani ya mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudi leo katika jamii tuliyokuwa nayo, tuna ndoa za aina ngapi ambazo kimila na kidesturi zinaonekana ni ndoa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni zina. Tuna watu leo katika jamii zetu walioa na wakaoana kupitia katika hizi zimemanabir, vibla, maimamu na mashekhe zetu waliwaozesha, wakaishi katika ndoa miaka na miezi walioishi, lakini baada ya muda ile ndoa imekufa kwa namna ambayo wewe mwenyewe uliofungisha hujui imekufaje. Yule mwanamke anakuja kuolewa na mtu mwingine, na lau kama utapata bahati wewe shekhe kutaka kujua kwamba huyu binti sasa leo amekuja kwa mara ya pili kutaka kuolewa tena, au ameletwa ili aolewe tena, huyu aliolewa miaka kadhaa iliyopita, ukifuatilia imekufaje ndoa iliyopita mpaka leo anakuja kuolewa ndoa ya pili. Ndoa nyingi hazikufa, bali wanawake waliolewa ilhali wana ndoa zao za mwanzo. Yaani kifupi, tuna wanawake wengi leo wameolewa ndoa za pili kabla ya ndoa ya mwanzo haijafa. Tuna wengi katika jamii. Na ni kwa nini? Kwa sababu ya kuhamisha matumizi ya sheria. Tukitaka kuoana tunakuja misikitini kwa mashekhe na maimamu na tunawafuata watusimamie ndoa zetu, lakini tukiingia katika migogoro na matatizo, wapi tunakwenda kuzitatua ndoa zetu? Mitandaoni, katika vijiwe vya kahawa, katika maskani. Unakwenda katika maskani unaelezea matatizo yako na mkeo, anatokea mwamba mmoja anakuambia hiyo ndoa ishakufa hapo. Mwaka mmoja hajakupa haki yako ya ndoa, hamna mke hapo. Na wewe unatoka pale kwamba kweli hakuna mke. Anaolewa mwanadada na mumewe, wanaishi katika ndoa, yakatokea mwanamume akaondoka, iwe kwa kuaga au kwa kutondoka kwa namna yoyote, au yupo katika mji huo au yupo katika nchi hiyo, lakini amekaa mwaka mzima hajawahi kupeleka huduma kwa yule mwanamke. Mwanamke anakwenda katika vikoba huko na vijiwe vyao na wanawake wenzake, anakwenda kusimulia, mwenzenu huu mwaka sasa mume wangu hanihudumii chochote. Wenzio anamwambia kuna ndoa hapo, nafikiri ndoa ishakufa hiyo. Naye analishika kwamba ndoa imefanyaje? Imekufa. Anamtafuta shekhe mwingine, anakwenda kumwozesha, na anajua kwamba akirudi kwa yule wa mwanzo atakayemhoji, pengine anaweza ikawa ni sababu ya kutoivunja ile ndoa. Yaani wameamini kwamba mtu akiolewa ndio yupo katika jela, hawezi akatoka katika jela hiyo. Sheria imekuja kutengeneza heshima na thamani ya mwanadamu. Haiwezekani ikaweka mlango wa kuingia katika ndoa
alafu ndoa hiyo ikawa haina mlango wa kutokea. Haiwezekani. Ni wewe tu kujua unatakiwa upite vipi kutoka katika hiyo ndoa. Haiwezekani Uislamu utaje kwamba mwanamume akioa yeye pekee ndo anaweza akamwacha mwanamke, lakini mwanamke akishindwa ndoa ile hana njia za kufanya ili atoke katika ile ndoa. Haiwezekani. Itakuwa sio maana ya sheria ya Uislamu kutukuza heshima mwanadamu na kurudisha katika hadhi yake. Rudi kwa shekhe, kamueleze, mume wangu amenioa kwa miaka kadhaa, lakini hanifanyia haya na haya na haya, nifanyeje? Atakwambia la kufanya, na utatoka kwa salama na amani, utakwenda kuitafuta ndoa nyingine mpya. Lakini zile hukumu ambazo tunapeana mitaani kwamba ukikaa mwaka mmoja hujahudumiwa, umekaa miezi 6 hujahudumiwa, miaka 2 mitatu hujahudumiwa na mumeo, ndoa ishakufa, tafuta mtu mwingine akuoe. Wallahi, hapa kina mama wengi mnaolewa ndoa za pili kabla ndoa zenu za mwanzo hazijafa. Tafsiri yake nyinyi ni wazinifu, mnakwenda kuzini ilhali ni wake za watu. Hatuwezi kusalimika na kurudi katika uchumi wa sasa. Na haya maswala yamejaa mengi siku hizi. Ukimuuliza imamu hapa atakwambia, mtu anakuja na kuuliza, shekhe, mume wangu ameniacha miezi 3 hanihudumii chochote. Shekhe anaenda kavumilie, kashtaki kwa wazee wake, mwite mshenga wako muongee naye, nenda kafanya hivi na hivi. Adauli mara pili, shekhe, huu mwaka umefika sijahudumiwa, nifanyeje? Anampa taratibu za kufuata mpaka kuvunja ile ndoa iweze kuvunjika. Wanachotarajia wao kwamba wakija wakikwambia, basi wewe shekhe iwe ushapokea yale maelezo yule mwanamke, uchukue karatasi uandike moja kwa moja kwamba fulani bin fulani nimemwachisha na fulani binti fulani, kuanzia leo sio mke na mume. Wanachotaka wao ni hicho. Kwa hiyo kikikosekana hicho kwamba kaja ameeleza na shekhe akamwambia basi tupite njia 1 2 3, aitwe kwanza huyo tumsikilize naye upande wake. Anaambia njia mzunguko wote wa kazi gani? Ngoja nikamfuata shekhe mwingine. Akienda kule ndio mwisho wa siku tunakutana na mashekhe wa kufiatua na sio mashekhe wa kutoa fatwa. Mathalan, leo tunalo neno katika jamii limeenea, mwanamke akiachwa talaka 3 kwa pamoja ni moja. Talaka 3 kwa pamoja ni moja. Na kuna wake za watu wengi wameachwa hivyo, wakakutana na mashekhe hao tunaowasema hawakujitosheleza katika elimu walizokuwa nazo kiasi cha kufikia nao kutoa fatwa. Maana sharti ujue nani anayepaswa kutoa fatwa. Zama tulizokuwa nazo sisi hatuna mashekhe wa kutoa fatwa, tuna mashekhe wa kunakili zile fatwa. Fatwa zishafanywa toka miaka ya huko na wanawachuoni. Qur'ani imeshamaliza, mafarakna fil kitabi min shay'in. Mtume alishamaliza mambo hayo. Wanawachuoni walipokuja wakafanya kazi, kina Imam Shafi, kina Imam Hanabila, wote washamaliza hayo mambo. Leo ukimfuata shekhe atakwambia kwa mujibu wa madhehebu ya fulani, hili maana yake ni 1 2 3. Hizi ni talaka 3. Sisi tumeshika kwamba zile 3 kwa pamoja sio 3, hiyo ni moja. Na kwa siku moja shekhe wangu Sheikh Walid bin Hadi tukiwa darasani alitoa mfano wa vitendo kabisa. Alitoa noti 3 za 10,000 akampa mtu kwa pamoja. Akamuuliza, nimekupa bei gani? Akamwambia 30,000. Akamwambia nirudishie. Akamrudishia. Akampa ya kwanza, kisha akampa ya pili, kisha akampa ya 3. Akamuuliza, nimekupa bei gani? Akamwambia 30,000. Akamwambia, tofauti ya kukupa moja na kukupa pamoja ni ipi? Akamwambia ni sawa sawa, zote ni 30,000. Akamwambia, kwa nini kwenye ndoa tuseme kwamba zikija 3 pamoja ni moja, zikija 3 moja ndio 3? Maana tatizo lianze kwako wewe uliotoa. Ulikuwa na haja gani ya kuzitoa 3? Kwa nini ulitoa 3? Wewe umeambiwa talaka ziko 3, unaweza ukatoa ya kwanza mkaelewana ukamrejea, unaweza ukatoa ya pili baadaye ukamrejea. Imeshindikana baada ya kuishi naye kwa na huyo akufanya ndio ukamaliza ya 3. Ilikuwaje wewe mara ya kwanza tumeshindwana ukaenda kutoa 3 kwa pamoja? Kulikuwa na haja gani? Kwani ungetoa moja isingefaa?
Nabaki kuwa kwamba nilikuwa na hasira shekhe, nililiwa na ghadhabu, alinikera sana, aliniudhi sana. Mwanamume haishi hivyo. Pale Qur'ani iliposema rijalu qawwamuna ala nisa, kwamba wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, iliangalia tabia za kimaumbile baina ya mwanamke na mwanamume. Ndio maana hata ukienda katika hadithi za kutakiwa kuoa na kuolewa, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomzungumza mwanamume kuhusu kuoa, idha atakum man tardawnahu dinan wa khuluqan fazawwijuhu, akikujieni mwenye kutaka kuoa mkiridhika na tabia yake na dini yake ilivyonyoka, mpeni mke. Lakini ilipomtaja mwanamke, tunkahu almar'a li arba'a, mwanamke akataja anaolewa kwa mambo manne, akataja mambo ya uzuri, akataja mambo ya mali, lakini mwisho akasema kwamba dini ndiyo kitu kinachotangulizwa cha mwanzo. Mbona wewe haukutajua habari ya uzuri? Mbona hakusema kwamba mwanamume akija alikuwa handsome mpeni mke? Alitaja dini na tabia, kwa sababu wewe unahitaji tabia, unahitaji dini ili kuongoza jamii na ndoa yako. Hayo yanaweza akamshawishi mwanamke, na ndio maana wewe ukitafuta kwenda kuoa unaambiwa wewe mwanamke anaolewa kwa haya, manake wewe nenda kamuoe mwanamke kwa kuzingatia haya. Lakini mwanamke akitaka kuolewa haambiwi mwanamke kwamba akikuja kukukosa mtu wa namna hii mkubali, wanaambiwa wale wanaomsimamia mwanamke. Wewe ukitaka kuoa unaweza kumkamata mshenga, mkaenda mkaposa, mkawa na kwenu hawajui chochote na ndoa imepita. Lakini binti yako utamuoa bila kwao kujua? Siku ile unamuoa pale, bi harusi alikuwepo, ulishikana mkono na wali wake kuonesha kwamba yeye anasimamiwa na amekuja kwako na wewe pia umsimamie. Sasa ikiwa wewe unaishi maisha mfano wake, kwamba yeye kwa sababu ana hasira anakwambia maneno yoyote, na wewe unakwenda kutoa talaka kwa sababu ya hasira, kisha unakuja unalalamika, nilitoa 3 kwa pamoja kwa sababu nilikuwa na hasira, ile itakuwa ni moja, hizo ni 3. Turudini tukaziangalie jamii zetu. Tulisema wiki ya jana, watu wanaotuharibia uchumi kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad ni vijana ambao hawajaingia katika ndoa na wakawa wanaziendekeza zinaa. Na tukaeleza kwamba Qur'ani imetoa hukumu mwanamume au mwanamke atakayezini ambaye hajawahi kuoa, hukumu yake ni kupigwa viboko 100. Lakini Qur'ani hiyo ikaeleza, na kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamume au mwanamke aliyepata kuoa ama kuolewa, yani mume alipata kuoa, mwanamke alipata kuolewa, akazini, hukumu yake yapigwe mawe mpaka afe. Tukasema wako baadhi ya watu wao wakiambiwa kwamba mume mzinifu, mume wa mtu aliyezini au mke wa mtu aliyezini, wanadhani kwamba ni wakati ule anazini tumwangalie ameoa au ameolewa. Tukasema sheria inavyosema aliwahi kuoa katika maisha yake, iwe muda ule mke anaye au hana. Lakini kama alishapata kuoa au alishapata kuolewa, leo ameingia katika zinaa, manake unatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Nikakuulizeni, tuna maiti ngapi tuna swali nazo mundani? Yani manake tuna ndoa ngapi ambazo ni ndoa lakini wenye ndoa wenyewe ni wazinifu? Wako wangapi? Ilikuwa wote washakufa. Sasa miongoni mwa hao ni hawa ninaowasema kwamba kuna mtu anaishi katika ndoa akijua ni ndoa, kumbe ilhali ndoa yake ishakufa zamani. Na kuna mtu anakwenda kumwoa mwanamke kwa kujua kwamba ni mwanamke anayepaswa kumwoa, kumbe anakwenda kumwoa mke wa mtu. Ndoa haifi kwa sababu mwanamke hajapewa matumizi. Ndoa haifi kwa sababu mwanamke eti hajahudumiwa haki yake ya ndoa, bali kuna vitu vinavyokwenda kuhakikisha kwamba hii ndoa haifai tena, inaweza ikavunjwa. Ikiwa utasema kwamba mwaka mmoja hakumhudumia mkewe, hakumpa chochote, ndoa hii ishakufa, ina maana mtu akimchukua binti ya mtu pasina ruhusa ya wazee wake akaenda kuishi naye kwa mwaka mmoja, ameshakuwa mkewe. Ndio tafsiri yake ni hiyo. Tunapotea huku kwa sababu ndoa zetu tunazifungisha misikitini, lakini tunazivunja katika vijiwe na baraza za mitaani. Hakikisha ndoa yako inabaki nyumbani kwako. Ikikushinda rudi kwa shekhe wako akakuelekeza namna ya kuiendesha. Mitandao
vijiwe sio sehemu ya kuitengeneza ndoa yao. Uchumi wetu unatengenezwa na kuishi maisha ya ndoa. Uchumi wetu unatengenezwa na kuhakikisha kila mmoja anaishi katika maisha ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakwenda katika mwaka mpya, twendeni na kampeni ya kuhakikisha kila kijana katika mtaa wako mhamasisha ingie katika maisha ya ndoa. Nenda kamhamasishe kila mwanandoa ambaye anaona kwamba kuzini ndio fashion, kuzini ndio ujana, kuzini ndio maisha bora. Mkumbushe kwamba kila zina moja unaoifanya kwa hali hiyo uliokuwa nayo ilipaswa upige mawe mpaka ufe. Jiulize, ingekuwa imefanywa haki hiyo leo, wewe uko hai au ushasahaulika? Mrudishe katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.